Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Almasri walifaulu wapi kupata matokeo ya goli 2-0 kwa siku ya jana? Almasri walifanikiwa kwenye kuwa wafanisi, kwa sababu Almasri hawakufika sana langoni kwa Simba, lakini walikuwa na ufanisi mkubwa. Simba walifika zaidi kwenye lango la Almasri, walifanya majaribio mengi zaidi yaliyolenga lango, lakini ufanisi wao ulikuwa mdogo. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, nikikupa muktadha wa ule mchezo kumalizika 2-0 kwa mwenyeji Almasri, ilikuwa ni ishu ya mmoja kuwa na nafasi chache lakini kuwa mfanisi zaidi, na mwingine kufika zaidi, kuushika mchezo hasa kwenye kipindi cha pili, kuutawala kwa kiasi kikubwa, lakini kukosa ukatili na kushindwa kuwa mfanisi mbele ya lango. Ukitazama Simba, safu yao shambulizi siku ya jana ilikuwa ina changamoto kwenye kumalizia. Je, unadhani changamoto ilikuwa ni kwa mchezaji gani na ni kwa sababu gani? Nafikiri changamoto ilikuwa ni kwa wachezaji wote ambao walipata nafasi, kwa sababu ukimwangalia mtu kama Ateba, majaribio ambayo alikuwa anayafanya alikuwa ni hafifu. Mpanzu naye kuna maeneo ambayo pengine ulikuwa unahisi sio ya kufanya jaribio, lakini bado atalazimisha, kitu ambacho kinapunguza ufanisi. Unajua, unapojaribu kufanya jaribio kwenye engo ambayo au kwenye mazingira ambayo hayakuruhusu wewe kufanya jaribio katika uhatari ambao unaweza kufanya, maana yake mwisho wa siku hata ule ufanisi wa ile jaribio unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo ukiniuliza mimi, nafikiri kila aliyepata nafasi jana, uwezo wa kuzitendea zile nafasi haki yake ya msingi, nafikiri ulikuwa ni mdogo kutoka kwa wachezaji wote pale kwenye eneo la mbele. Sio kumsingo out mtu mmoja, kwa sababu Kibu kapata chance, Mpanzu kapata chance, Ateba kapata chance, wote wamepata chance na wote walishindwa kuzitumia kikamilifu zile nafasi. Hatua raundi ya kwanza imekamilika, raundi ya pili wanarudi Benjamin Mkapa. Simba ili waweze kupata ushindi wa goli 3 na zaidi, ni maeneo gani wanatakiwa kuboresha ambayo wewe jana uliona ni udhaifu kwa upande wa Almasri? Simba wanatakiwa kuboresha zaidi uwezo wao ama ufanisi wao wa kufanya maamuzi ya mwisho wanapokuwa na mpira, wanaposhambulia. Yaani wakati wanashambulia, ufanyaji wa maamuzi wa Simba jana ndio ulikuwa changamoto, lakini ukiutazama ufanyaji wa maamuzi wa Almasri ulikuwa na usahihi mkubwa sana, na ndio maana hata kwenye nyakati chache ambazo Almasri walikuwa wanakwenda mbele, ulikuwa unaona kuna hatari ya moja kwa moja ambayo inakwenda kutokea. Lakini Simba wao wakienda mbele, unaona kama kuna kujiuliza kutoka kwa wachezaji, kuna kutokuwa na uhakika mtu afanye nini, uharaka kuna muda unakosekana. Kwa hiyo ukiniuliza mimi pia, Almasri matendo yao kwa kiasi kikubwa, japo yalikuwa ni machache kwenye lango la Simba, lakini yalikuwa na uharaka, na hata walipokuwa hawana mpira walikuwa aggressive Almasri, hasa kwenye first half ulikuwa unawaona wanautaka sana mpira. Kipindi cha pili utawapa credit Simba kwamba Simba waliweza kudhibiti ule mchezo vizuri, lakini bado usahihi wao ama uharaka wao wa kufanya maamuzi walipokuwa na mpira ulikuwa ni mdogo ukilinganisha na Almasri kwenye kile kipindi cha kwanza. Simba ana uwezekano wa kuvuka kwenye hatua hii ya robo finali kwenda nusu finali? Inawezekana, kwa sababu bado kuna dakika 90, bado ni mchezo mwingine ambao Simba atakuwa na faida ya kucheza nyumbani, na faida ya kucheza nyumbani kwenye mpira wa Kiafrika bado ipo. Yaani kucheza nyumbani kwenye mpira wa Kiafrika ni faida kubwa. Kwa hiyo inawezekana, lakini inabidi kila kitu kiende kwa utaratibu kwenye ule mchezo. Yaani kipindi cha kwanza kisimalizike Simba hawajapata goli walau moja, then pia usije ukaruhusu bao. Yaani kitendo cha kwamba unafukuzia mchezo kwa Mkapa ukaruhusu bao, nafikiri tena hapo pretty much inaweza ikawa shughuli imemalizika. Kwa hiyo hakikisha unapata goli la kuongoza kabla mapumziko, walau iende mapumziko kama ilivyokwenda kwa wao jana 1-0, then sasa uangalie uwezekano wa kurudi na nguvu zaidi kwenye kipindi cha pili. Kwa hiyo inabidi kuwa kuna mkakati wa kuhakikisha kwamba Simba wanapata goli mapema katika mchezo wa Jumatano nafikiri huo kwa Mkapa, lakini pia kuwa kuna mpango mzuri wa kuhakikisha kwamba wao wenyewe hawaruhusu. Nafikiri likipatikana goli tu kwa upande wa Almasri unaweza kuwa ni mlima ambao pengine Simba wakashindwa kuupanda kwa mtazamo wangu mimi. Ukitazama Simba amekuwa na uhatari sana anapokuwa Benjamin Mkapa, lakini ukiutazama mchezo wa jana ambao umechezwa kule, kuna matukio ambayo yalikuwa yana utata, ikiwemo tukio la Ateba, lakini pia tukio la goli la pili. Tuanze kwanza kwenye matukio ambayo yalitokea jana yenye utata. Kwa mtazamo wako, unajua hatujapata nafasi ya kushuhudia kwa kupitia VAR vizuri, lakini naamini uliona. Kwa mtazamo wako, yale matukio yote mawili, kwa mfano tukianza na tukio la Ateba, ilistahili kuwa penalty? 100% ile ni penalty all day long. Yaani ile ikienda kitazama, kwa sababu goalkeeper hakupata mpira, goalkeeper kaenda kuucheza mwili, kwa hiyo ile ni penalty 100%. Yeah. Na upande wa goli la Almasri ambao alilipata,
La pili unakusudia? Yeah. Ile ni goli halali. Mwanzo mimi binafsi niliamini mchezaji wa kwanza ambaye alipelekewa mpira pembeni, mimi niliamini pia kaotea kwa macho yangu au kwa mtazamo wangu mimi wa kibinadamu, lakini mara baada ya ule mstari kuja kuchorwa ikawa imethibitika kwamba yule mchezaji hakuwa ameotea. Lakini pia mind you, Al Masry pia walistahili penalti kwenye kipindi cha kwanza. Kuna challenge ambayo Shamu aliifanya kwa mshambuliaji wa Al Masry, hakupata kabisa mpira Shamu, akaenda akakita kwenye mguu wa mshambuliaji, na ingeenda pia kutazamwa ile, kungekuwa kuna tuta pia kwa upande wa wenyeji. Kwa hiyo jana, kama katika hali ya kawaida VAR ingefanya kwenda kutazamwa hivi pengine na muamuzi, pengine kungekuwa kuna penalti mbili ambazo zingeweza kutolewa, moja kwa Al Masry na moja pia kwa Simba kipindi cha pili. Sawa, mimi nikushukuru kwa muda wako na nikutakia utekelezaji mwema wa majukumu yako. Shukrani, tuko pamoja. Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako.